Ndugu zangu wa Tanzania, leo ni siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametupa neema na afya njema. Leo nilikuwa nataka kuzungumzia zaidi sana kwenye swala zima la vijana, bajeti ya vijana. Mtakumbuka tarehe 20 bungeni Dodoma, waziri mwenye dhamana ya vijana, ofisi ya rais vijana, aliwasilisha bajeti yake. Lakini kwa bahati mbaya sana, kwa jambo ambalo mimi niliona nimesikitishwa mno, siku ambayo bajeti ya vijana inawasilishwa bungeni, ndipo usiku wake tukaona trending ya mtu mmoja anaitwa Madam Rita. Kuna wakati siasa zetu, hata ukienda maktaba ukasome vitabu vya siasa, bado huwezi kupata ukweli wa nani kafanya nini na kwa nini. Hapa hatuchambi umbea, hapa tunachambua ukweli. Tunachambua bila kificho, bila kuacha hata nukta. Kaa tayari, kwa sababu tunakwenda kuchimba ndani zaidi ya unachokisikia, zaidi ya unachokiona. Hii ni Harakati TV. Siku ambayo bajeti ya vijana inawasilishwa bungeni, ndipo usiku wake tukaona trending ya mtu mmoja anaitwa Madam Rita. Yaani yeye sasa akawa ndo habari ya the story of the town. Nilishangaa sana, nikajiuliza kwamba kulikoni, tuna taifa gani la vijana namna hii? Kwa sababu nilitegemea kwamba siku ya kuwasilishwa bajeti ya vijana katika nchi hii bungeni ilikuwa ndio siku ambayo vijana wote nchi nzima tulitakiwa tusimame kidete kwa ajili ya kuihoji serikali na kwa ajili ya kuibana serikali. Kwa nini imetelekeza vijana wa nchi hii? Kwa sababu ni ukweli ambao uko wazi kwamba vijana hawana thamani katika nchi hii leo. Wanatumika tu wanapokuwa wanatafuta viongozi, wanapokuwa wanatafuta uungwaji mkono katika kutafuta kura. Wakishapata hawaoni kabisa hao vijana. Lakini jiulize, kwa mujibu wa sera ya vijana ya mwaka 2007 toleo 2024, ni ukweli ambao uko wazi kabisa, ni kwamba vijana kwa mujibu wa taarifa ya serikali, tuna vijana zaidi ya milioni 33 ambao ni energetic people, ambao kwa ujumla wake ni asilimia karibia 64 ya nguvu kazi katika taifa. Ni vijana ambao ni nguvu kazi katika taifa. Lakini cha ajabu, zimetengwa bilioni 35 kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya wizara ya vijana. Vijana ambao population zaidi ya milioni 33. Sijajua kama mnanielewa. Yaani vijana ambao ni kundi ambalo zaidi ya watu milioni 33 linatengewa bajeti ya shilingi bilioni 35. Na hiyo sio bajeti sasa, yaani hiyo ni wizara, lakini bajeti kamili ambayo imetengwa kwa ajili ya maendeleo ya vijana ni bilioni 1.something. Hii ni dharau kubwa sana kwa vijana wa nchi hii. Tumesikia hata viongozi wengi wakijinasibu kabisa kwamba wao wanatengeneza watoto wao kwa ajili ya kuja kuwa viongozi, na mmeletewa mitindo ya haya mambo ya puli, haya mambo ya kijinga. Nyinyi mna kazi yenu ni kubishana ujinga, mimi kazi yenu kubishana mambo ya siasa. Eti nani kasema nini, nani kawa nani.
Acheni ujinga huo vijana, amkeni akili, tumieni akili nyingi. Zamani enzi za Mwalimu Nyerere wakati anaingia madarakani alikuta viwanda vilikuwa 4. Yeye akaendeleza viwanda mpaka tukafikisha viwanda karibia 400. Tulikuwa na viwanda vya kutengeneza vya kuchakata nini? Zile kule Moshi. Kulikuwa na kibo cha kutengeneza viberiti. Kule tulikuwa na kiwanda cha kutengeneza viberiti. Tulikuwa na kiwanda cha kutengeneza fiberboard. Plywood. Zote tulikuwa tunazitengeneza kutoka pale katika viwanda vile. Maana yake tulifanya tulibani total ban of importation of ile furniture product. Tunashindwa nini? Ndio maana tunaweza create employment nyingi zaidi. Leo hatuna nchi ambayo tunaweza kulima pamba katika nchi hii. Mwaka jana mimi mikoa 17 inayolima pamba katika nchi hii. Mwaka jana tulivuna zaidi ya tani zaidi ya milioni 350, ambayo 350, lakini huyu mwananchi anayelima pamba ananyonywa, anapewa bei ndogo. Unaweza ukaencourage watu kuna nini? Halafu hapo unaleta mpango wa mnunuzi mmoja. Hii ni dharau kubwa sana kwa vijana wa taifa hili. Ni dharau kubwa sana kwa taifa, kwa watu wa taifa hili. Wakati tunapata uhuru, mainjinia tulikuwa na mainjinia 2 tu. Na mmoja akafariki baada ya miezi 6. Lakini leo tuna mainjinia maelfu kwa makumi tulionao katika nchi hii. Lakini barabara za nchi hii zinajengwa na watu wa nje. Unajua maana impact ya kumpa Mchina kujenga barabara zetu? Unajua impact ya kumpa mtu wa nje ambaye sio raia wa nchi hii kujenga barabara zetu? Maana yake atachukua fedha zote zile, atazipeleka kule kwao, atazipeleka China. Halafu sisi tunabakiwa na deni. Anachukua pesa zote, anazipeleka kule. Halafu mbaya zaidi, kinachouzi zaidi, tuna mainjinia wa kibao katika nchi hii. Lakini mainjinia hao hawatumiki kwa ajili ya kujenga barabara katika nchi yetu. Hii ni dharau kubwa, na hii ni dharau iliyokithiri kwa Watanzania. Sijajua Watanzania na hii ni kwa sababu vijana mmelala, vijana hamjitambui. Kazi yenu nyinyi mmepewa kazi ya kucheza puli, kazi yenu mmepewa kazi ya kufanya umbea na kufuatilia mambo ya udaku. Taifa la namna gani hili? Unaweza kuwa na taifa lenye maendeleo ambao kila asubuhi, mchana, jioni kazi yao ni kuangalia umbea na udaku? Nchi gani hii? Nyinyi vijana gani nyinyi? Ndio vijana Mwalimu Nyerere aliyokuwa anawataka kwamba tunataka tuwe na vijana jasiri na kunakuwa na vijana jeuri watakaosimama katika kupinga mifumo dhalimu ya nchi hii. Ndio nyinyi vijana kazi yenu kucheza poli? Kazi yenu kushangilia Simba na Yanga? Ni aibu kubwa. Tunadharauliwa pakubwa sana, kwa sababu hii ni dharau kubwa na ni dhihaka kubwa. Mwalimu Nyerere ameacha wakati anafariki paka anaondoka madarakani, tulikuwa na viwanda karibia 18. Viwanda 18 vya nguo. Viwanda 18 vya nguo. Kanda ya Ziwa yetu ile ilikuwa na viwanda 12, 14. Kanda ya Ziwa peke yake ilikuwa na viwanda 14 vya nguo. Leo hakuna kiwanda hata kimoja. Yote maviwanda yale yameshakuwa watu wanafugia mbuzi. Halafu na vijana mnashangilia Simba na Yanga. Mmelala usingizi fofofo. Si mmerogwa kwenye ubongo? Mmerogwa kabisa, tena ule ubongo, yani kulogwa kabisa. Kiongozi uliye hapa kwa mujibu wa katiba, unaweza kupata wapi pesa hizo za kununua magari ya bilioni 2, kujenga manyumba ya bilioni 5? Unaweza wapi? Unaweza kupata wapi hizi pesa za kwenda kununua nyumba Dubai? Kiongozi uliye hapa, wewe katika nchi maskini hii, unaenda kuchukua pesa unapata wapi hizi pesa za kwenda kununua nyumba Dubai? Unapata wapi hizo pesa za kwenda kununua makasiri kule South Africa? Wewe kabisa kiongozi uliyepewa dhamana, kama sio wizi, kama sio ufisadi, kama sio uparaji wa rasilimali, huu ni nini?
Halafu vijana mambo kama haya mnayaona, halafu mnashangilia, mnajisifia, yani mnaona sifa kupiga picha na hao watu ambao ni mafisadi. Yani mtu wa kijana, yani unakuta ajabu, yani kijana unakuta kabisa kijana anaona fahari kupiga picha na fisadi. Yani anajisikia raha, yani anaposti, anaona kwamba yani nimeukata kupiga picha na watu wa namna hiyo, waporaji wa rasilimali. Selemani Jafo alivyokuwa waziri wa mambo ya viwanda, alikuwa anahangaika sana kuhusu swala zima la raia wa Kichina wametapakaa katika nchi.